آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سماحة الدكتور، السادة العلماء، wazee wangu, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, leo tuko katika majlisi ya 4 tukiendeleza ihyai ya Ashura katika mfululizo wa masiku haya. Mada ni uhusiano kati ya kiongozi na wafuasi. Tulipofikia ni katika kifungu cha sifa za ashabu wa Imam Hussein alayhi salam, ambao leo tutakamilisha unwani hii. Kwa nimeipangilia iwe siku 2 kwa sababu hatuwezi kuzimaliza. Hata hivyo tumetaja yale muhimu. Alhamdulillah, jana tulizungumzia sifa ya iman, sifa ya yaqin na athari zake, sifa ya wafa na matokeo yake, na sifa ya taa na kujitolea muhanga na ikhlas. Kuna mtu baada ya muhadhara jana aliniandikia suala kwa ujumbe katika kifungu nilipozungumzia iman. Niliposema kwamba Uislamu ni kitu ambacho kiko sawa kwa Waislamu wote, hakina ile wanaosema ziada na nuksan, hakuna kuongezeka na kufanya nini na kupunguzika. Kinyume na iman, iman inaongezeka na imani inafanyika nini, inapungua. Sasa ni sitaki kufanya hapa ni mahala pa kujibu maswali, lakini lilikuwa swali lake liko kwenye kina na yaonesha yawezekana kuna baadhi ya watu wamebuni hii fikra, inaweza ikaleta utata. Suala lake ni kwamba twaona kwenye Qur'ani kwamba Uislamu pia uko kwa daraja. Kuna baadhi ya aya zinaonesha kwamba kuna darajat. Akatoa mfano kama aya za Nabii Allah Ibrahim, waja'alna muslimain lak. Sasa Nabii Allah Ibrahim na Nabii Allah Ismail walipoomba dua hii walikuwa tayari Waislamu. Kwa hivyo walipoomba kusema waja'alna muslimain lak, ni maana walikuwa waomba daraja nyingine ya Uislamu, yani daraja ya ziada, na hiyo inamaanisha kwamba Uislamu wafanya nini, waongezeka. Na kadhalika akatoa aya nyingine ambayo pia mimi hii aya sioni na mahusiano na mada ile, udkhulu ila salmi kafa, ambayo hii haihusiani na mada ya Uislamu kiasi hiko. Lakini ni suala mzuri na ni suala ambayo yahitaji kusimama nayo kiasi fulani, tuendelee mbele. Katika misamiati, elimu ni misamiati, hususa elimu za art au wanazoita human studies, adirasatul insania, kinyume na elimu za sayansi. Elimu za kibinadamu mara nyingi zinategemea misamiati, na ufahamu wa makosa wa msamiati unaweza kusababisha athari kubwa za kifikra. Kuna neno al-Islam, kuna na neno at-taslim.
Na mara nyingine hili neno Islam linatumika, lakini linamaanisha maana ya nini? Ya taslim, si maana ya Uislamu wa kunena la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa mfano, aya inayotuambia fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Na apa kwa Mola wako mlezi, hawawezi kuwa waumini kamili mpaka wakufanye wewe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni hakimu wao. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Ni hakimu wao katika yale mambo wanaozozana, wewe ndio uwe muamuzi wao fima shajara bainahum. Na baada ya kukufanya wewe hakimu haitoshi, unapotoa uamuzi katika mizozano ile, wawe hawatahisi uzito wowote katika nafsi zao kukubali uamuzi wako, wa yusallimu taslima, na watasarenda mbele ya uamuzi wako bila ya mjadala. Sasa kuna Uislamu unatumika wa kukuingiza katika Uislamu, yani kwa mujarrad wa mtu kunena la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha kuna Uislamu ambao uko juu ya daraja ya imani. Hii ni maana nyingine. Hii ni Muislamu ama mu'min kufikia wakati akawa hana kauli, hana taraddud mbele ya maamuzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kusarenda moja kwa moja. Na hii ndio maana Nabii Allah Ibrahim alikuwa akiomba, alikuwa haombi Uislamu wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Rabbana. Na ukiangalia kwenye aya, sitaki nirefushe, tukua aya ya inni ara fil manami anni adhbahuka, mimi nimeona na kutinda katika ndoto. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Wakaendelea, angalia mmoja, falamma aslama, pale si maana walipopiga shahada wakasema la ilaha illa Allah, yani falamma aslama, yani waliposarenda wakamwatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maamuzi yote ni yake yeye. Mtoto akatoa shingo yake, baba akanoa kisu chake. Falamma aslama watallahu lil, pale kulna ya Ibrahim an saddaqta ar-ru'ya. Umefika kile kiwango tunachokitaka cha utiifu wa hali ya juu. Kwa hivyo Uislamu anaozungumza Nabii Allah Ibrahim ni Uislamu kwa maana ya utiifu wa hali ya juu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nataraji nimeweza kufafanua misamiati miwili, watu wasioje wakasema kwamba yale mazungumzo uliotuambia jana hayakuingiliana na baadhi ya aya za Qur'an. Ala kulli hal, Muhammad wa ali Muhammad. Leo tunataka kuzungumzia sifa zilizobakia, ambayo ni sifa mbili tu nataka kuzizungumzia leo, lakini ni katika sifa za kimsingi sana. Sifa ya kwanza ni mkusanyiko wa maneno mawili lakini yaashiria kitu kimoja, albasiratu walwa'i. Sifa ya kwanza. Na sifa ya pili ni alhurriyatu walikhtiyar. Nimesoma aya nikianza, iko katika suratu Yusuf aya 108, Mwenyezi Mungu akimkhutubu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli, akimwambia qul, sema uambie watu wako, wafuasi wako, hadhihi sabili,
hii ndio njia yangu. Ad'u ila Allahi, nalingania kuwapeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ala basira, juu ya msingi wa basira. Ana, mimi, wa manitabani, na wafuasi wangu. Hii aya ukisimama nayo kwa makini utaona kuna dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo imeitwa sabili. Dini ya Allah ni mkusanyiko wa mafundisho alotuletea. Sawa mafundisho yale ni mafundisho ya kiitikadi au mafundisho ya kiibada au mafundisho ya kimaadili, mfumo kamili wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mfumo huu ili utangazwe, ili utunufaishe, ni lazima tuingie kwa basira. Nafikiri mwanielewa vizuri sana. Haitoshi kwamba dini ni ya haki, mafundisho ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza kuyabeba mafundisho haya biduni basira, yakakuangamiza, na unaweza ukayabeba mafundisho haya ma'al basira, yakakuongoza. Bila ya kupiga mfano, mwongozo wa kimatibabu hauna shaka umejengwa katika misingi ya kielimu ya sawa sawa. Haitoshi mwongozo ule kukuponya maradhi yako, kukuokoa katika hali yako mbaya, ikiwa hutakuwa na basira katika kuutumia mwongozo ule. Mwongozo ule ule ulokuja kukuokoa wewe, ukiaenda ukautumia kwa sababu maadamu hizi ni dawa, wacha nile tu mimi, dawa zile zinaweza kubadilika zikaangamiza maisha yako. Kwa hivyo patakikana kitu kinachoitwa busara, na nitakuja kueleza busara ni nini. Busara ni kitu tofauti na elimu. Busara ni kitu tofauti na maarifa. Busara ni kitu tofauti na daraja fulani ya akili. Aweza kuwa mtu ana akili lakini hana busara. Si kila mwenye akili ana busara. Na dalili, leo wataalamu wanaotengeneza vitu vya kuangamiza watu ni watu wana akili. Ni watu, mtu anayetengeneza bomu la sumu, kumetumika bongo la hali ya juu la kisayansi kulitengeneza bomu lile. Kwa hivyo ana akili, lakini akili yake haina busara. Kwa kuwa akili yake haina busara, ilimpelekea kuitumia katika mambo ya nini? Ya kumwangamiza yeye na wanadamu wenzake. Leo wenye akili ni wengi ya kutuma pesa, akili za kibiashara kubwa. Akikaa tu mahala kwa dakika chache, kwa muda mfupi, anaweza tu ku-identify opportunities ziko wapi na vipi ataweza ku-create nini biashara, na akaja mahali watu wamekaa wang'ang'ana miaka, yeye kwa muda mfupi akatajirika. Anayo akili, lakini mali yale baada ya kuyapata yakamwangamiza, akayatumia katika sehemu ambazo ni za makosa. Kwani leo ukisikia hizo sehemu za ulimwenguni chafu za hali ya juu, kama zinavyotoka siri kidogo kidogo, mara nyingine si kila siri zilizotoka ndio mambo yote yanayofanywa. Ni kama wezi wa kiteta, Sheikh. Wanaoiba ni wengi na kwaibwa sana, lakini wakiwa hawakugongana wale walioiba, huzipati siri zao, sio?
Lakini wakija wakifanya nini, wakikhtalifiana, ndo unaanza kupata siri fulani kwamba kuna benki fulani kumbe ndo iliibwa na nikina fulani na walipanga mpango fulani. Kwa hivyo hizi kina Absini na Island na nini, hizi ni mambo madogo yamezopenyeza watu wakajua ulimwenguni hawatu waitao watu wakubwa wanaopekesha siasa za nchi, wenye akili za ulimwengu, wafanya mambo gani? Kukosa busara. Kwa hivyo khati ya Uislamu, khati ya uongozi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, harakati alizoziongoza al-Imamu al-Hussein alayhi salam Karbala, zilikuwa hazitaki tu watu wenye elimu, hazitaki tu watu wenye akili. Mimi naamini Umar ibn Saad alikuwa na akili kubwa, na ndio akastahiki kufika kuwa komanda wa jeshi. Mimi naamini kwamba Ubaidullah ibn Ziyad alikuwa na akili tukiitizama, na ndio aliweza kuibadilisha Kufa kwa muda mfupi. Alipopelekwa yeye alibadilisha. Lakini ni nini walichokikosa? Sasa sikiliza baadhi ya ulamai wanavyosema. Wasema watuaddu albasira, inazingatiwa sifa hii ya basira, min a'dhami sifati allati tamayyaza biha ashabu al-Imam al-Husaini alayhi salam, ni katika sifa wazi zaidi walizokuwa nao masahaba wa Imam Hussein, mbali na iman na yaqin na thabat na ikhlas na kila unazotaka, lakini sifa ilojitokeza zaidi ni sifa ya basira. Aendelea sema, lam yakun ashabu al-Imam al-Hussein mujarrada rijalin hamalu silah, hawakuwa ni mfano tu wa watu walibeba silaha. Khawariji walibeba silaha katika jeshi la Imam Ali na walipigana kwa kumtetea nani? Imam Ali. Walipopata mtihani kidogo wa basira, walipoteza rada. Mtihani mdogo tu, na walikuwa ni mahafidhul Quran, na walikuwa ni watu ambao kwa mitazamo yetu tukiwaona ni watu wenye takwa, ni watu mutadayinin. Msahafu tu kuwekwa katika fumo. Muawiya na Amr bin al-As waliwachezea kidogo tu, wakabadilika misimamo yao digiri ngapi? 90. Sijui mmepata vizuri. Kwa hivyo hatuko kwenye kutafuta jeshi la watu wenye kubeba silaha. Tunataka watu ambao kabla ya kubeba silaha wamebeba nini? Basira. Ndio Mtume akasema ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sio yeye peke yake kiongozi. Mabadiliko, harakati ili zitembee katika mizani muafaka, ni lazima sifa ya basira sio iweko kwa kiongozi peke yake, ambao ni lazima. Lakini sisi hatutaki kuzungumza uongozi, na mpaka nani? Wafuasi wawe na level maalumu ya kufikia kumfahamu kiongozi wao. Ndio Mtume akasema ala basiratin ana, ametidia taukidi. Aliponena ad'u ila Allah, ishaingia ana, mimi nalingania kwa Mwenyezi Mungu, alikuwa aseme ala basira, akarudi akatia taukidi ana. Kwa hivyo kiongozi mimi nataka niwe na basira, haitoshi. Wamanittaba'ani, na anayenifuata mimi. Si mashehe peke yao, si ulama peke yao, kwa sababu walikuweko Karbala hawakuwa ulama wote. Kuna wengine walikuwa watu wa kawaida. Ndio nikamwambia hii haiendi na elimu sana.
yaja vipi tutaiona. Kwa hiyo asema hawakuwa mujarradi wa watu hamalu silaha wa qatalu baina yadayhi, wala hawakuwa mujarradu atba', ni wafuasi tuharikuhumul atifa au al-asabiyya, wanapelekwa na emotions nyingi ama taasubi za kikabila. Kuna watu wanatoka kufuata kwa sababu ni jamaa yetu, kwa sababu ni kabila yetu, kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu, au kwa sababu ni Mkenya mwenzetu, au kwa sababu endelea mpaka mwisho. Hizi sizo zipimo za kuwa mfuasi wewe. Aendelea asema, hapa ndipo mahali muhimu, bal kanu ashaba basiratin nafidhatin wa wa'yin amiqin li tabi'ati as-sira'i baina al-haqqi wal batil, bali walikuwa ni watu wenye basira yenye kupenyeza na ufahamu wa kina wa uhakika wa mapambano yanayoendelea yaendelea wapi. Wajua, mtu yoyote akikufanyia uadui huwa hako tayari kuelezea sababu zake za kiuhakika za uadui kwako wewe, kwa sababu sababu zile zikifahamika zitamkosesha yeye ushabiki, zitamkosesha yeye ufuasi. Mathalan, mtu amekutukia wewe kwa sababu ya hasad, lau utamuuliza kwa nini humpendi fulani, hana sababu, ni kwa sababu tu hasadan. Lakini hawezi kutoka mbele ya watu akamwambia bwana, mimi simpendi fulani kwa sababu namuhusudu. Akisha kusema hiyo, kila mtu atakwenda zake, ataona mambo binafsi, hizi ni hesabu zake, usituingize sisi. Lazima ata create sababu zinazofanana na ukweli, na atateka advantage baadhi ya ufahamu makosa unaoitwa sutafahumi ya mambo, ili aweze kuwakinaisha watu wasiokuwa na basira kumwona yeye uko kwenye sawa. Muawiya hakuwa na sababu za kumpiga Imam Ali isipokuwa ni hasad, hana sababu yoyote nyingine, na chuki alizozirithi kwa Abu Sufyan na Hindi. Lakini vipi atawaambia Waislamu tutoke twende tukampiga Imam Ali? Akiulizwa kwa nini tumpiga Imam Ali, awaambie kwa sababu mimi simpendi, kwa sababu sisi tuna chuki na yeye. Hakuna mtu atatoka kumfuata. Sasa ni kutafuta sababu zinazofanana na ukweli, ambazo zitaweza kuwashawishi watu wenye akili finyo ilokosa busara waone kwamba wao wako katika kutetea haki. Moja, kamisu Uthman. Akaona jambo sensitive ambalo litahariki watu, hata kama si wote, lakini kuna watu ambao hawajaelewa background ilikuwaje mpaka Uthman ibn Affan akauliwa, walopanga kufanya mapinduzi yale ni kina nani, waloshiriki ni kina nani. Kuna watu hawana time ya kuuliza maswali hayo, lakini watu wote wajua kwamba Uthman ibn Affan ni khalifatul muslimin, sio? Na ameuawa dhulma. Sasa kukaanza vilio na kanzu ikapakwa damu, wakaiinua kwamba lazima tutukue kisasi cha nani? Cha Uthman ibn Affan. Nani aliyemuua Uthman ibn Affan? Ni Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sasa watu akaingia, akapata jeshi. Vile vile katika Siffin alipolemewa, aliona ndia bora ya kuteza na akili za watu, akisema mimi nimesarenda kwisha. Wajua katika vita hata ukashindwa huwezi kukubali ukasema mimi nimeshindwa, kama leo jamaa zetu, sio? Wanabaki kucreate sasa sababu za hapa na pale. Sasa wakaona
tulete fikra bwana, sisi sote ni Waislamu, twapigana, damu ya mwagika. Kwa nini haturudi kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu kikatuhukumu? Sasa mantiki hii ukimwambia mtu yoyote, ambia kitabullah. Lakini kwa mtu mwenye busara anajua kwamba huyo tunayempiga vita ndio Al-Qur'anu natiq. Huyo tunayempiga vita, wewe umetupeleka kumpiga vita kinyume na mafundisho ya nini? Ya kitabu hiki. Lakini ni wangapi wenye wakati wa kusimama kuuliza maswali hayo? Inatengenezwa wave, ina create ile inayoitwa public opinion, inawabeba watu. Sasa ni wachache wanaobaki. Sasa katika sifa moja hawa, katika fujo lote lile na propaganda nyingi, hawa waliweza kujitokeza kuelewa mapambano ya kihakika ni mapambano gani. Ni mapambano kati ya haki na nini? Na batil. Na hii ndio nayokusudia albasiratu walwa'i, kuwa na busara na ufahamu. Neno wa'i Kiarabu ni tofauti na neno fahima. Kuna neno fahima, kuna na neno wa'a. Tafsiri mzuri, ikiwa sikukosea Kiswahili, mimi ufasiri neno wa'i kufahamu mambo yalivyo kihalisia. Wajua wewe waweza kuyafahamu mambo, lakini ikawa ufahamu wako umeyafahamu sivyo yalivyo. Kama unapoletewa shaba imepakwa dhahabu, ukaifahamu ni dhahabu, umeifahamu ni dhahabu, lakini ufahamu wako umedanganywa na mambo fulani, ukashindwa kukifahamu kihalisia kitu kilivyo. Lakini unapoweza kuwa na basira, basira inakupa wewe nguvu ya kukiona kitu kilivyo, na hii ndio inayoitwa wa'i. Basira haitegemei macho wala masikio wala akili. Kama nilivyowaambia, mtu aweza kuwa na akili hana basira. Mtu aweza akawa macho yake yako sawa, hana basira. Kipofu hana basira. Albasira ni arru'ya alqalbiya. Qalbi si kwa maana hunu moyo unaopampu damu. Qalb kama senta ya ziada ya ufahamu ilozungumzwa kwenye Qur'ani. Ama ala qulubin aqfaluha. Mwenyezi Mungu alisema afala yatadabbaruna. Mwenyezi Mungu hakusema afala yafahamuna. Leo kuna wataalamu hawamwamini Mungu. Hawamwamini Mungu kabisa, watakuwa si Waislamu, lakini wamekuja kuzifahamu baadhi ya aya za Qur'ani hata kushinda Waislamu. Hamna wataalamu hawa? Wapo. Pengine ni mwanasayansi mkubwa, kuna nadharia ya kisayansi imezungumzwa kwenye Qur'ani, Waislamu pia hawajaifahamu. Yeye amekuja kuifahamu zaidi mlivyoifahamu. Vipi? Tunasema ameifahamu, hajatadabbar. Ufahamu wake ulimbakisha kuitizama Qur'ani kwamba ni maneno ya kielimu kama kitabu kingine cha sayansi. Angeingiza busara akatadabbar, ufahamu ule ungemfikisha kwamba nyuma ya nadharia hii kuna nguvu, lazima niijue. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia, hakutuambia afala yafahamuna alquran, alisemaje? Afala yatadabbaruna alqurana am ala qulubin aqfaluha. Kuna kufuli zinaingia, zinafunga umoyo, unakosa kuona. Ukikosa kuona unakosa basira, na kuna funguo zinafungua hunu moyo, kukaingia nuru ya basira kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ile sharhu sadr, yashrah sadrahu lilislam. Ile Mwenyezi Mungu alomwambia, aloiomba Nabii Musa alipopewa jukumu la da'wa. Angalia, nenda kwa Firauni ukafanye nini? Ukamfikishie ujumbe.
Alimwambiaje Mwenyezi Mungu kitu cha kwanza? Rabbi shrah li sadri. So, ikipatikana sharhu sadri itaingia basira. Ikija basira nitakuja ad'u ila Allahi ala basira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Na ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akaambiwa alam nashrah laka sadrak. Na ni mada ndefu, sitaki kuingia sasa hivi. Ni vipi tunaweza kuipata sharhu sadr? Nimeyazungumza mambo haya zamani katika darsa za tafsiri za suratul Inshirah. Ukipata fursa unaweza kuzirudia, ziko katika mitandao, vile inshirahu sadri inavyopatikana. Kwa hivyo basira hiya ru'ya alqalbiya allati takshifu alhaqa'iq, ni maono ya moyo ambayo yanapenyeza kwenye uraka wa juu yakaingia kugundua hakika ya mambo yalivyo. Na hii yataka kitu kikubwa. Msikilize Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Zifuateni vizuri jumla tatu katika maneno yake. Asema innamal basiru. Ni nani mtu mwenye basira? Innamal basiru man sami'a fatafakkar wa nadhara faabsar wantafa'a bilibar. Hakika mtu mwenye busara ni yule anayesikia akafikiria, yani hapelekeshwi peke yake na vyombo vyake vya kihisia. Hivi ni vyombo tu, zinatukua habari, zinaileta habari yako kwenye nini? Kwenye senta ya kufikiri ya mwanadamu. Usiwe tape recorder. Umesikia jamaa wamesema, umesikia BBC imesema, umesikia sijui CNN imesema, umesikia Jazira imesemaje, umesikia sijui Sheikh fulani amesemaje. La, hivyo vipo. Ni man sami'a, baada ya kusikia fanya nini? Fafakar, fatafakkar. Unaweza kuniambia watu kuuliza maswali kama sisi ambao uwezo wetu wa kufikiri ni mdogo, jisaidie kwa wenye uwezo ufikiri nao pamoja. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watu wameishi naye miaka 40. Miaka 40 ni muda tosha wa kupata experience ya kumfahamu mtu. Umeishi naye miaka 40, mumemjaribu katika kila kitu, kimuamala, kiuaminifu, amefanya biashara na nyinyi, mpaka mukamuita as-sadiqul amin. Mulipokuwa kwenye kesi ambayo lau si busara yake na hikma yake Maka ingeangamia kwa kupigana, wakati wa kurudi kuijenga Al-Kaaba na kuweka Hajaril Aswad, mukakubali viongozi wakubwa wa Maka mumwachie yeye uamuzi. Lakini baina lailatun wa duhaha kumetupa propaganda ni majnun. Na man yasmauna ni watu wengi alladhina la yatafakkarun. Imeingia muhini, amekuwa Muhammadun majnun, Muhammadun majnun, na kila anayesikia Muhammadun majnun anaenda nayo Muhammadun majnun. Tizama, Qur'ani inamfundisha mtume wake Allah jinsi ya kupambana na hali hii ya kipropaganda inaowakosesha watu basira. Awambia, waambie, qul innama a'idhukum
biwahida. Na waomba kitu kimoja tu, sitaki kuingia kwenye mjadala mimi ni mwandazimu ama mimi si mwandazimu, mimi ni sahir ama si sahir. Mimi naomba kitu kimoja, antaqumu lillahi nini mathna wa furada thumma, maliza hiyo aya, thumma tatafakkaru, sio tasma'u. Musimame, kusimama hii yani mujitenge, mupige break kidogo, mujiulize maswala, kweli huyu Muhammad ni majnun? Alafu muitumie experience yenu ya miaka 40 mloishi naye, useme kweli mwandazimu afanya mambo haya. Na kama umeshindwa kufanya hivyo peke yako, mwongozo uko hapa, mathna, tafuta mtu wa pili, mufikiri pamoja. Tunaambia mathna wa furada thumma tatafakkaru, kisha mufikiri, yani murudi kutumia busara yenu. Mukifanya hivyo mutafika kwenye natija, ma bisahibikum min jinna, huyu jamaa yenu si mwendawazimu. Na hizi ni porojo za nini? Za propaganda. Kwa hivyo innamal basiru man sami'a fatafakkara wa nadhara fa absara. Subhanallah. Hii ndio ile nadhari nakwambia, usikubali kila picha inaoletwa na jito lako, ikague. Usikubali kila fikra inaoletwa na sikio lako, ikague. Linaloona ni bongo, si macho. Ndio akwambia wanadhara, akatizama, lakini hakutosheka kutizama, fa absara, akatumia busara ya ukaguzi wa kuzikagua picha zile zinazokuja kupitia macho yake. Na nafikiri leo mifano itakuwa wazi zaidi tulipoingia kwenye ulimwengu wa AI. Leo wewe unaweza ikatengenezwa picha akapekewa mkeo nyumbani kusilalike, Sheikh, sivyo? Inaweza kuchukuliwa picha, wewe huna habari kamwe na hayo mambo, ikachukuliwa na picha nyingine, zikatangamanishwa, zikatengenezwa na kukatengenezwa background fulani, hoteli fulani iliyoko Tanzania mathalan, na ikasukumwa. Angalia jamaa yako huyo, na pengine saa 4 usiku ile wewe ulikuwa kwenye majlis. Sasa pale mwanamke akiwa atatumia nadhara peke yake atavunja ndoa yake, sivyo jamanini? Lazima atumie nini? Nadhara fa absara. Ni ya kweli picha? Na kuna njia nyingi. Atauliza watu wanaowaamini katika msikiti wa Udoe, saa 4 fulani alikuwepo? Ataambiwa alikuwepo. Kwa hivyo haiwezekani awepo hapa, awepo na kule hoteli. Itamwekea shaka, kama alikuweko msikitini, hii picha ilipatikanaje? Atakuja na leo kuna app, sio? Kuna watu ambao ni specialize katika mambo haya, watakwambia hii picha imetengenezwa na nini? Lakini kuifikia hiyo picha kwamba imetengenezwa na AI, kama ni masala yako wewe tu na mkeo, basi ni salama. Kama inaisha sambaa kwenye jamii, shakudestroy. Hatari ya leo iko hapa. Leo unaweza kummaliza mtu akabaki jamaa yuwazunguka barabarani ajitetea, Sheikh, kwamba si mimi. Na utafikia wangapi walifikiwa na ile picha? Ndio hapa unatakikana busara kubwa. Wanadhara fa absara. 3, wantafaa bilibar, na akajinufaisha na matukio kama yale yaliyotokea, akayafanya ni masomo. Ibra nini? Ibra ni mazingatio yaliyojiri. Kuna mambo, kiswa kama hiki kimemtokea fulani, kiswa kama hiki kilimpata fulani, na ndio lengo la kuelezwa ziswa katika Qur'ani ni ibratun liulil albab. Sasa pia katika maisha yetu kuna ibra. Angalia ndoa ya fulani iliharibika kwa maneno na kusikiliza maneno. Angalia watu fulani walikosana kwa sababu gani? Ya maneno na kusikiza maneno bila ya kutumia nini? Busara. Ukawa utaleta zile
experience na tajruba zilizofanyika, ukatoa mazingatio kupitia busara, ukajenga msimamo inavyotakikana. Nafikiri tumemwelewa Amirul Mu'minin alayhi salam, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Sasa katika sifa waliokuwa nayo ashabu al-Imam al-Husayn alayhi salam ni al-basira wal-wa'i, na hii ndio iliwafanya ni wafuasi wanaoelewa wanachokifuata, si wafuasi wanaopelekwa na propaganda ama ukabila ama asabia. Walikuwa wanaelewa wanafuata nini, na ndio utawapata mpaka pumzi za mwisho hawakukubali kuepushwa na wanachokifuata, hawakutingishwa na wanachokifuata. Kulikuja ighraat pambizoni, unaingizwa tamaa, unaingizwa hofu, unajaribu kuoneshwa kwamba sivyo hivyo, lakini wao walibaki pale pale. Na ndio mpaka yeye mwenye akasema la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi, kwa sababu kanu dhau basira. Katika sifa ya basira, matokeo yake ni nini? Kwanza, haraka haraka, unapofuata kwa basira, si kwa kuingia kiushabiki, inakufanya wewe uulize malengo ni nini. Mimi naenda huu mrengo, kuna malengo gani? Kinachotakikana ni nini? Kwa sababu kawaida yako wewe huwezi kufuata bila ya kujua na kuhakiki. Na Imam Hussein alayhi salam alikuwa muwazi na wao, mara kwa mara akiwafahamisha kwamba sisi tumetoka, malengo yetu ni haya, matokeo yake ni haya, natija zake ni hizi. Walikuwa wazi, hakuna kufichana, ni islah, tutafuta haq. Ala tarawna ila alhaq la yu'malu bih, tupambana na batil, wa ila albatil la yutanaha, na hakuna ushindi wa kijeshi wala wa kisiasa. Man lahiqa bina stashhad, mapema, man lahiqa bina. Hii ni katika barua alomwandikia ndugu yake Muhammad ibn al-Hanafiya, katika barua ndefu kuanzia yuwatoka Maka, aliandika man lahiqa bina istashhad, anayetufuata sisi atakufa shahidi. Kwa hivyo kila mtu alikuwa yuko wazi, naenda kufuata kitu gani na napigania nini na matokeo yake ni gani. Kwa hivyo hawezi kuchezewa. Katika natija ya basira, inakupa kipimo cha kubaini kati ya batili na haki. Naam, waweza mwanzo wa safari ukaiona haki na ukaiona batili, lakini hapa katikati kunatokea mambo kama nilivyowaambia Khawarij. Khawarij walifuatana na Imam Ali na walikuwa wajua wao ndio wako kwenye haki na upande ule uko kwenye batil, lakini katikati kidogo safari iliharibika. Ilipoharibika safari, kukatokea matukio fulani, walibadilika. Kile kipimo chao cha kupima kilipotea. Kwa sababu ya nini? Ya uhaba wa basira. Na ndio Imam Ali baada ya kupigana na wao katika vita vya Nahrawan, ana maneno yake maarufu akiwaambia la tuqatilu al-khawarija ba'di, msipigane tena na khawarij baada yangu, baada ya vita ya Nahrawan. Kisha ana maneno asema falaysa man talaba al-haqqa fa akhta'ahu kaman talaba al-batila fa asaba. Maneno mazito haya. Angalia, msipigane na khawarij. Kwa nini ya Amir al-Mu'minin? Tupe illa, tupe sababu kwa nini. Asema falaysa man talaba al-haqqa fa akhta'ahu, hafanani
Watu wawili hawafanani. Mtu aliyetoka kuitafuta haki lakini hakuwa na mizani akaikosa, akaenda akaingia kwenye batil, lakini lengo lake yatafuta nini? Haki. Falaysa man talaba alhaqa fa akhtaahu kaman talaba albatila fa asaba. Kama aliyetoka kutoka mwanzo yeye anatafuta batil na akaifikia batil. Famuawiya wa ashabuhu mundhu albidaya talabu albatila wa asabuhu. Kuanzia mwanzo walikuwa waitafuta batil na wakaipata, lakini Khawarij mwanzo wao watafuta nini? Watafuta haki. Hawakuwa na vipimo vya kutafutia haki, utafiti wao ukawafikisha kwenye nini? Kwenye batil. Kwa hivyo usiwapige tena vita. Maona ukosefu wa busara. Kutoka busara inaweza kukusafirisha kwenye barabara ya haki, ukishtuka umeingia kwenye batil. Ni kama mtu alosafiri hajui barabara, na pengine kuna mahala kuna nini, sasa siku hizi haya maflyover na nini, wewe unatoka unaenda mahala, ukishtuka umefika pengine umekosa ramani. Kwa hivyo ni muhimu sana kuilinda basira katika kumaizi baina haki na batil. Tatu, mwisho, kuwa tayari. Basira, ukiwa na basira inakufanya uwe tayari kubeba matokeo ya maamuzi yako. Mathalan, wewe ulifanya maamuzi katika maisha yako, mathalan maamuzi ya kuoa, au binti maamuzi ya kuolewa, na akafuata mwongozo wa Kiislamu katika kutumia vipimo vya kutagua mume na vipimo vya kutagua mke. Au ulifanya maamuzi ya kibiashara na kwenda partnership na mtu baada ya kutumia vipimo vya Kiislamu vya kuaminiana na kuweka mikataba na nini. Lakini usawa wa maamuzi haumaanishi siku zote kufikia malengo bila shida. Watu wengi ukosa hapa. Twingi. Kuna maamuzi wayatukua katika maisha yako, katikati ya safari yanakuwa ni maamuzi ya sawa. Katikati ya safari ya maamuzi yale kunatokea nini? Mitihani. Watu wakipata mitihani wanaanza kuweka question mark kwenye maamuzi yao. Tamsikia mtu ameanza, mimi pengine nilifanya makosa kumuoa huyu. Au mwanamke asema, mimi pengine nilifanya maamuzi ya makosa kuolewa na fulani. Au mimi nilifanya maamuzi ya makosa kufanya biashara hii. Au mimi nilifanya maamuzi ya makosa kuamua kuwa talibul ilmi hauzawi. Au mimi endelea. Kwa sababu katikati umepambana na bumps zile za barabarani. Lakini kuna barabara bila ya bumps? Hamna. Na kuwekwa kwa bumps inakufanya ubadili barabara? Na mara nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwakuletea mitihani katikati ya maamuzi yako katika barabara uloitukulia maamuzi ya sawa, kuangalia kuthibiti kwako katika misimamo yako. Wajua kuna watu wanapenda kufanya khairati, wanafanya khairati, sadaqat, ana watu anasaidia, lakini kila siku matatizo hayaondoki. Kila akirudi kwenye biashara zake mtihani, anaanza kurudia maamuzi yake. Pengine hizi sadakati ninazozitoa zina mushkila. Pengine mimi biashara yangu kuanguka ni kwa sababu ya hawa watu nao wasaidia. Akaona suluhisho yeye ni kufanya nini? Ni kuziondosha bumps katika ile barabara. Sasa tarajia accident zitakazo kutokea. Angalia kisa kwenye suratul Qalam. Baba alikuwa na shamba. Shamba ile ilikuwa ndio shamba inayonawiri, wala hana effort kubwa anaoitia, lakini subhanallah, ikiadia wakati wa msimu wa makulima, shamba inatoa kila kitu. Na yeye mwenyewe alikuwa na ada na dasturi, kila ikikaribia wakati wa mavuno ana fungu maalumu lisaili wal mahrum. Nenda kaisome katika suratul Qalam, Nun wal Qalam.
wadrib lahum ashabal, unena ile idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Baba akafariki, wakaja wanawe watatu. Wanawe wakaona kutoendelea kwetu ni kwamba kuna lile fungu linalotolewa na baba. Kwa hivyo wakakaa wakapanga mikakati, na watu walikuwa shajua mjini mpaka deti, wajua ikifika mwezi fulani, deti fulani, saa fulani ndio mavuno yanafanywa shamba ya fulani, wenyewe wanakwenda kuchukua haki zao. Wakabadilisha mpaka program, wakasema tuamke alfajiri kabla watu hawajaamka, wakija wakute kila kitu umefanya nini, kimekwisha. Wakaagana usiku, wakalala, waamshane mapema sana. Ndio hilo la yasrimunnaha musbihin, yani asubuhi mapema sana. Angalia, walipofika walikuta nini? Walikuta jivu. Mwenyezi Mungu aliuleta moto usiku, shamba yote iliwaka. Kwa hivyo lile waloliona tatizo barabarani likawafanya wabadili maamuzi aliyoyafanya baba yao, kumbe tatizo lile ndilo lilikuwa sababu ya mafanikio yao. Yataka basira. Sasa moja katika sifa ya basira, haikutingishi kati ya barabara wakati kunapokuwa na matokeo ambayo hayaridhishi. Matokeo yaliyojitokeza katika Karbala si siku ya 10 kutoka wakifika, baada ya kupambana na Hur, akawachukua akawapeleka Karbala, ilikuwa shaonekana picha ni nyingine sasa. Sasa watu wasiokuwa na basira wangeanza, pengine maamuzi yetu yalikuwa ni makosa, pengine sisi tulikuwa hatuna haja tutoke kupinga utawala wenye nguvu namna hii, pengine wahakadha. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa kama nilivyowaambia jana, atutaka tuombe saa zote, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Haya matatizo yanayotokea barabarani yasitufanye tukabadili maamuzi yetu ya sawa. Maamuzi ya sawa ni ya sawa, usijali matokeo yake. Muhimu ni hapa, wakati unafanya maamuzi, hakikisha umefanya maamuzi ya sawa. Ukisha kufanya maamuzi ya sawa, weka kifua chako sasa kupambana na matokeo. Faliyakun maka. Na ndio hali ya maimamu wetu walivyokuwa, na ndio matokeo ya Karbala waliyapokea kwa kifua chao. Sifa ya mwisho leo, tumalize mada hii, najaribu kuenda mbio, ni sifa ya alhurriya walikhtiyar. Katika kitu ambacho alikimeza Imam Hussein kwa wafuasi wake na akakisisitiza, akituatia kama muongozi, kiongozi yoyote anayetaka kuongoza ahakikishe aongoza watu wenye maamuzi yao katika kuongoza, kwa sababu binadamu si wanyama kwamba utawapeleka tu. Binadamu ni viumbe wenye akili, na mabadiliko hayafanywi na kiongozi. Mabadiliko yafanywa na kiongozi ambaye ana wafuasi waloamua kwa uhuru wao kushiriki kwenye mabadiliko yale. Naam, zipo serikali za kidikteta, za istibdad. Wanasema al-istibdadu umruhu qasir, umri wake ni mfupi. Unaweza ukawapeleka watu kwa vitisho, ukawalazimisha watu wawe wafuasi kwa vitisho, waimbe wimbo wako, wasimame wakikuona, si kwa maana wakuheshimu, kwa sababu wakuogopa. Ukisema kitu chochote wanakwambia sawa kabisa kabisa, sawa. Kama yule asema sumu wala tatakallamu. Kuna mshairi mmoja wa Kiarabu asema sumu wala tatakallamu innal kalama muharramu. Fungeni, funga hii si kufunga saumu ya tumbo, kufunga ile inni nadhartu lirrahmani sauma alla ukallima, ya kutozungumza. Sumu wala tatakallamu innal kalama muharramu. Namu wala tastayqidhu ma faza illa nuwamu.
laleni wala msiamke. Na watu wanaofaulu katika maisha ni watu waliolala. Ziko tawala namna hii zinakwambia kila ukiendelea kulala ndio tunaendelea. Kisha atuambia in qila hadha shahdukum murrun qulu alqamu, mkiambiwa asali yenu ni uchungu semani hushinda subili. Yani shangilieni tu. Mkiambiwa asali, shahadi ni asali, asali yenu murrun qulu alqamu, au qila hadha naharukum laylun qulu mudhlimu. Na mkiambiwa huu mtana ni usiku semeni tena giza sana. Sasa ufuasi huu si ufuasi wa ahli albayt. Ufuasi wa ahli albayt ni ufuasi ambao umejengwa katika misingi ya la ikraha fi din, katika misingi wa qul lil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Na ndio utaona mara kwa mara akitilia taukidi sifa hii kivitendo Imam Hussein. Mara kwa mara akiwaambia nendeni zenu, nimewapa ruhusa, muna uamuzi wenu na hamutapatikana na shida yoyote na Mungu atawasamehe. Hakuna kitisho. Mpaka awaonesha kwamba maamuzi yenu lao mutafanya maamuzi ya kwenda zenu pia hakuna shida. Muna udhuru, antum ma'dhuruna amama Allah. Imam alikuwa ajua hawaondoki, lakini alitaka kudhihirisha niko na watu wa aina gani. Alitaka kudhihirisha na akataka kuwata mafunzo kwa kiongozi yoyote, vipi unaweza kutengeneza wafuasi wenye maamuzi yao. Maamuzi yale yaliwafikisha kwenye kutekeleza majukumu yao inavyopasa. Tuje katika somo, nimalize dakika moja. Wengi leo mimi husema katika shida yetu tunapojiunga na hii mirengo, sawa ni ya kisiasa, ya kidini, ya kimadhahabi, ya kijamii, twashabikia sana, lakini uwajibikaji wetu ni mdogo. Lau Waislamu watafanyia kazi Uislamu wao katika mitazamo yao wanaokhtalifiana. Mfano leo nchi za Kiislamu zenye pesa, zenye population, zenye uwezo, zenye mabongo, angelikuwa kila mtu yuenda mbio kuijenga nchi yake kiuchumi, kijeshi, kisilaha, leo tungelikuweko wapi? Pesa zinazotumika katika kuwapokonya basira Waislamu, katika propaganda, na zinazotumika katika kuharibu Waislamu badala ya kuwaleta pamoja, pesa zile zingetumika katika kuondosha ufukara wa Waislamu. Pesa zile zingelitumika katika kuleta umoja wa Waislamu. Leo tungelikuwa wapi sisi? Nashangazwa, napiga mifano katika jamii zetu, unamkuta mtu ashabikia tarawehe lakini hako msikitini kuswali tarawehe. Lakini mashallah kwenye mitandao dalili zote azijua yeye. Mwingine sijui ashabikia maulidi, mwingine ashabikia majalis. Hii ina tatizo katika kuwajibika yale tunayoyaamini. Wewe unapigana mno kumkinaisha mtu, hujaenda wewe. Alaikum anfusakum, la yadhurukum man dhalla idha hatadaitum. Anzeni na nafsi zenu. Angalia Mtume asema ad'u ila Allahi, ameanza na nani? Ana, kisha waman ittaba'ani. Kabla hujatafuta wafuasi, kwanza kuwa wewe mfuasi bora.
na tutaweza kujenga jamii bora. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka za masiku haya, Mwenyezi Mungu atawapa shifa wagonjwa. Tuna baadhi walituletea salamu, wana watu wao majumbani ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu awape shifa. Na vile vile tusiwasahau waliotutangulia katika darul akhirah. Kila tukikaa siku hizi watu wakumbuka, hususan wale waliokuwa karibu na sisi, kama takriban karibu tutakuwa na kumbukumbu ya Said Nashir, Mwenyezi Mungu amrahamu, na ndugu yetu Shabir. Kwa baraka ya majlis kama hizi tuwasomee suratul Fatiha, tasbiquha salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad.